Mnyika akosoa uamuzi akidai unapishana na uchaguzi mkuu, na ombi la ACT Wazalendo kuzuia karatasi za kura za uraisi la tupwa. Habari inapatikana katika ukurasa wa pili. Lakini kampeni za noga, vyama vya koleza hoja, ni habari ambayo imepatikana katika gazeti hili pia. Mvutano saa 4 kotini, fidia bilioni 40 jengo la Kariakoo, ni habari ambayo pia ipo katika gazeti hili la Nipashe. Lakini kuna simulizi ya bibi nilihukumiwa kunyongwa, ile hali niliyemuua simjui, ni habari ambayo ipo katika gazeti pia ila Nipashe. Lakini kuna habari hapa ambayo habari ya kutamausha ambayo imepewa pia uzito katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii siku ya leo. Vyoo duni shuleni, bomu kwa afya ya wanafunzi. Vyoo duni shuleni, bomu kwa afya ya wanafunzi. Okay. Sasa na jana tulijaribu kugusia tu kidogo katika shule ambayo imefanya vizuri kwenye mtihani, lakini katika hiyo kwenye masuala ya kiafya. Tunapozungumzia vyoo, mjomba, ni vyoo tuseme ndio kiini cha afya ya shule, kwa sababu choo ndio kitu pekee kinakutanisha watoto wengi kwa wakati mmoja, si ndio? Sasa hapo haijulikani watoto wengi pia wana athari za kiafya kiasi gani, kwa sababu kuna mtoto mzima anaweza kaenda kauchukua ugonjwa shuleni akarudi nao nyumbani. Sasa mzazi anafikiri anamkomoa mtoto au anamkomoa mwalimu, si ndio? Wakati huo anaweza akawa anajikomoa yeye mwenyewe. Nilikuwa najaribu kutafakari hizi changamoto za vyoo ni nini? Shida ni nini? Nikagundua baadhi ya miundombinu ya shule ni chakavu na watu hawaoni kama inapashwa kufanyiwa ukarabati. Si ndio bwana mjomba? Unakuta yale matundu ya choo ukienda shule, kwa mfano unaweza kaenda shule ambayo umewahi kusoma wewe Ankobiki, shule ya msingi uliyosoma wewe au sekondari uliyosoma wewe, afu kafika pale unashanga choo si ndio kile mimi toka nipo hapa, basi sawa kimekarabatiwa, hakuna, ndio kile kiko vile. Changamoto inakuwa kubwa, lazima kuwepo na miundombinu ya kisasa. Na hii miundombinu, tunapozungumzia miundombinu huwa inategemeana, kwa sababu chooni lazima ufunge mfumo wa maji, si ndio mjomba? Ambao mfumo wa maji unategemea sasa usafi utafanyika kiasi gani, kwa sababu kama choo hakina maji pia ni changamoto. Watoto wanatumia nini wanapojisaidia haja ndogo, haja kubwa? Kwa sababu kwa mfano kwa watoto wa kike maji ni kama lazima wanapoenda kutumia vyoo. Kwa watoto wa kiume inakuwaje hapo? Changamoto ni nini? Unafikiri mjomba nini kifanyike, kwa sababu hii sasa imeshakuwa ni changamoto? Tunafanyeje? Sisi ndio wazazi na shule ndio za kwetu, na sisi ndio jamii wenyewe. Mimi nafikiri nibaki pale pale. Jana nilizungumza na leo nitaendelea kuzungumza na nitaendelea kuzungumza, kuhamasisha wazazi, walezi na jamii kuona umuhimu wa kuchangia baadhi ya mambo katika shule, na tuondoke katika ile dhana ya kwamba elimu ni bure, basi serikali itafanya kila kitu. Kwa mfano tukizungumzia swala la afya, swala la afya tusiachie serikali tu peke yake. Sisi kama wazazi, kama walezi, tuna jukumu la kuhakikisha kwamba hawa watoto wetu wanasoma katika mazingira safi na salama, lakini wanasoma wakiwa na afya njema, ili waweze kufanya vizuri na kuweza kupata matokeo mazuri katika elimu yao. Sasa leo kama wazazi tutashindwa kukaa katika vikao halali vile vya mikutano ya shule baina ya wazazi na walimu, na tukaamua kwa dhati kabisa kwamba tunafahamu kwamba serikali imejitolea kwa nafasi kubwa kwamba elimu bure kwa watoto wetu, lakini sisi wazazi tuna mchango gani wa kuhakikisha yale mambo madogo basi yanarekebishwa kwa ajili ya afya ya watoto wetu na usalama wao? Twende tukachange hata 500 kwa ajili ya kuongeza matundu ya vyoo shuleni. Mashule mengi yamekuwa na upungufu wa matundu ya vyoo, hali ya kuwa kumekuwa na msongamano mkubwa, hali ya kuwa naoleta changamoto ya kiafya katika baadhi ya mashule. Lakini kama mzazi, kama mlezi, tukikubaliana kwa pamoja, kwa mioyo yetu ya dhati kwamba tunakwenda kusaidia shule zetu, tunakwenda kuwasaidia watoto wetu na usalama wa watoto wetu, basi tunaweza tukaamua kila wiki ama kila mwezi tukatoa shilingi 1000 kwa ajili pale ya maboresho labda ya vyoo, kwa ajili ya walimu wale ambao wanajitolea kwa ajili ya kuwafundisha watoto wetu tuition. Kuna masuala pale ya usafi, kuna masuala. Hebu ifikie wakati wazazi tuondoke katika huu mtazamo kwamba serikali imetangaza elimu bure. Kwa hiyo mimi kama mzazi sina jukumu la kuchangia maendeleo ya shule ambayo anasoma mtoto wangu. Hili si jambo jema, kwa sababu afya, mtoto akiathirika leo unaweza kuikimbia shilingi 1000 au 2000 kwa mwezi, ukaja ukamtibia mtoto kwa laki. Lakini utakuwa bado hujamsaidia, kwa sababu unamtibia atapona, alafu atakwenda shule huko bado kuna changamoto
usafi katika vyoo, kuna upungufu wa matundu ya vyoo, inakuja UTI sugu. Kwa mimi nafikiri ifikie wakati kwamba wazazi na walezi tushirikiane na walimu mashuleni katika kutatua changamoto ambazo ziko ndani ya uwezo wetu, tukiamua kufanya kwa dhati kwa ajili ya usalama wa watoto wetu. Labda tukizungumza wazazi tushirikiane, mzazi anaweza kupata ugumu kidogo. Yes. Kuna hao watu wanaitwa wadau wa sekta ya elimu, wadau wa maendeleo. Wadau wa maendeleo. Sasa ukizungumzia wadau wa maendeleo, na ndio wale wazazi, ndio sasa nataka niwafafanulie vizuri ili mzazi pia aone nafasi yake kushiriki kurekebisha afya ya mtoto wake hasa shuleni. Mdau namba 1 ni serikali. Sawa? Mdau namba 2 ni wazazi sasa hao wenyewe. Lakini pia mdau namba 3 ni taasisi zisizo za kiserikali. Hapo tunazungumza na ma-NGO mbalimbali, si ndio bwana? Sasa kwa pamoja wote na walimu wote sisi ndio tunatengeneza gurudumu la elimu Tanzania. Sasa tusiposhirikiana kwa pamoja hatuwezi kwenda. Serikali imefacilitate miundombinu. Kuna chaki shuleni, analipa walimu na wafanyakazi na vitu kama hivyo, si ndio? NGO zitakuja wakati mwingine labda zitaangalia upungufu wa shule, labda kuna madawati, si ndio? Hizi taasisi za ambazo si za kijamii zikaleta madawati au zikatoa madaftari au zikatoa chaki, vifutio vya ubao, si ndio? Sasa kuna nafasi ya mzazi pia, na wewe ni mdau wa elimu, na wewe ni mdau wa maendeleo. Unafanya nini kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama anapokuwa shuleni? Weka ujumbe wako kupitia 0779 72 95 93. Kwenye maoni yako pia kwenye mitandao yetu ya kijamii unaweza ukaweka ukatuambia wewe ni mzazi, unafanya nini kuhakikisha mtoto wako, mwanao anakuwa salama shuleni, au ndio umesema watajijua wenyewe? Yeah. Tunarejea.